Yes, hii ni recap ya Fimo Lani kwenye microphone number 1 ni Ted Mswati, microphone number 2 Yo Morash kijukuu cha mtaa. Morash kijukuu cha mtaa. Bwana Morashi, tunataka tupige hii zengo ambalo linaendelea sasa hivi. Tunafahamu kwamba mnamo tarehe 3 wa mwezi huu wa 10 ilikuwa ndio kesi ya P Diddy inasikilizwa. Sasa baada ya hukumu kutolewa unaambiwa huko kwenye mitandao ya kijamii haswa pale nchini Marekani inaonekana kwamba kutopendezwa na hii hukumu ambayo amepewa P Diddy, kwa sababu ni miongoni mwa kesi kubwa ambazo tulitegemea kwamba zingemfanya P Diddy apate ile hukumu ambayo inaendana na uzito wa kesi yake. Sasa hukumu bwana iliyotolewa ni kwamba Diddy hukumiwa kifungo cha miezi 50. Hii ni sawa na almost miaka 4 na fine dola milioni 500. Sasa watu wanalalamika kwamba kwa nini Alakeli, kesi ambayo ilikuwa inaendana na P Diddy, amehukumiwa kifungo ambacho paka leo hakina limitation. Yaani tunasema ni kifungo cha maisha. Kwa nini P Diddy watu wanaleta maneno mengi? Kwa nini miezi 50? Kuna uzito gani hapo Morash? Unajua Diddy ni moja ya msanii ambaye ukiangalia matukio yake ni mengi ambayo yalikuwa yanajaribu kuonyeshwa, kusomwa na vitu kama hivyo. Lakini Diddy amekuwa na wanasheria wengi sana ambao wapo nyuma yake. Sawa. Na wanasheria ambao wapo nyuma yake ni wanasheria wenye uzoefu mkubwa sana. Na moja ya mashtaka ambayo yalikuwa yanamkabili Diddy, hata wale ambao walikuwa wanaonyeshwa kwamba walikuwa wametendewa, baadhi yao pia walikuwa kama wanajitoa hivi. Unajua kwamba mimi hapana, mimi sikuwa hivyo. Unajua yani tunajua tuma nyingi sana unyanyasaji wa kingono, usafirishaji, sijui masuala hivyo kingono, lakini wengi wao madawa kulevya, wengi wao kwenye issue ya masuala ya kingono walikuwa wanajitoa kwamba hapana, ilikuwa sio hivyo. Kwa hivyo ni vitu moja hapo pia ambavyo vinaweza kwa Diddy vimempunguzia ukali. Lakini licha ya hizi watu wengine kujitoa, majaji ambao walikuwa nyuma yake walikuwa wanajaribu kuonyesha nguvu kubwa sana. Diddy alikuwa anajaribu mpaka majaji kumtarget kabisa Trump kwamba ingilie kati, mwamba asamehewe, unajua. Sio kitu kirahisi, unajua. Sasa hivi mpaka unapozungumza tayari miezi 50, fine dola 500 sawa na bilioni 1 na point. Unajua na nakumbuka kwenye hii kesi unajua ukizungumzia watu weusi nchini Marekani ni moja watu ambao wanabaguliwa sana. Yani haifichiki kabisa. Moja ya mtu ambaye alikuwa anashadadia kesi ya Diddy ni 50 Cent. 50 Cent ni moja ya adui mkubwa sana wa Diddy. Lakini hajui, unajua issue ya watu weusi nchini Marekani ni muda wote kinakugeukia wewe. Yani sio issue ya kupepesa macho kabisa. Kwa hiyo issue ndogo kwa wasanii kutoka nchini Marekani rangi nyeusi hizi za kuishi kwa katika namna ya kusupport, yani kuoneana huruma. Yani sio kila ambacho kinaendelea kwa mwingine unashadadia kabisa. Hii tiliwe mkazo hii, mwamba aende. Unaona? So right now tayari Diddy amesomewa hukumu miezi 50 na dola hizo za Kimarekani milioni dola 500. Ya kitanzania kunakuta kama B fulani moja hivi na michenchi yake. Sio kitu kidogo. Okay, sasa kesi kubwa ni kwamba watu wanaofia usalama wa wale wote ambao walisimama kama mashahidi. Unielewa? Watu wanawaza miezi 50, hii miaka 4 ni michache sana. Chache. Watu wanachojaji ni kwamba usalama wa wale ambao walikuwa mashahidi. Vipi Diddy akiwa tayari ameshamaliza kifungo chake cha miaka 4? Unielewa? Watu wanaofia wale sources watendewa watakuwa na hali mbaya. Wale umfanya kwamba mwamba aende miezi 50 ipo hivi. Sidhani kama Diddy kwa upande wa mashahidi ambao wamehusika kwenye hii miezi 50 watakuja kuwa na hofu kubwa sana, kwa sababu ukiangalia hata kabla ya hii kesi Diddy alionyesha kuomba msamaha na kukiri makosa yake. Unaelewa? Ni dhahiri kabisa ushahidi ambao ulikuwa umetolewa ulikuwa unajitosheleza, ni wa ukweli, mpaka mtu anakuja anakiri kwamba nilifanya lakini naomba mnisamee. Kwa hiyo ni dhahiri kama alionyesha kuomba msamaha na hatorudia, sidhani kama hata baadaye akiwa uraiani au mashahidi ambao walikuwa wamehusika kwenye hii kesi watakuwa katika unajua, mimi nafikiri watakuwa fresh na mwamba kama alishagundua makosa yake, mambo mengine ataendelea. Unaona? So yote kwa yote kila
anayefanya kosa adhibiwe. Okay, sasa Morashi kijikuu. Unajua nini? Unajua hii kesi ya P Diddy inashadiana ama inafanana na ya Mnyamwezi Alakeli. Unaona Alakeli alikuwa na kesi hizi ambazo zinarandana, umeelewa, unyanyasaji wa kijinsia na mambo mengine, ambao P Diddy pia anao sehemu ambaye anapitia kesi hizi. Tukaona kwa Alakeli kwamba yeye alihukumiwa kifungo, yani watu wakutaka kupepesa. Alakeli paka alijulikana atatoka lini ni kifupi. Kesi zake kama watu wamezitenga ni mwambani, ana sehemu ya kwenda. Why kwa P Diddy imekuwa na wepesi hivi mzee wangu? Kesi ambazo zina usawa kabisa na zile ambazo alizofanya Alakeli, watu ndio wanajiuliza why P Diddy. Unajua P Diddy kama nilivyokuambia pale mwanzo, alikuwa na jopo kubwa sana la majudges nyuma yake. Naelewa. Alafu pia baadhi ya watu ambao walijitokeza front kwenye ambao walikuwa wametendewa, wengine wakawa wanajitoa. Naelewa. Kesi ni hizi unyanyasaji wa kingono, madawa kulevya. Naelewa. Lakini unakuja unaona kabisa Diddy hata kesi yake imekuwa ni ina safari ndefu sana tangu imeanza kusomwa. Unajua ni muda mrefu sana. Kwa hiyo vingi kwa vingi ni majudges ambao walikuwa nyuma ya Diddy. Unakuja kuwapa nyota nyingi sana, yani wamemtetea vya kutosha, sababu barua ilitumwa mpaka kwa Trump mzee wangu kwamba mchizi huyu itendeke jambo. Kwa hiyo nafikiri amehukumiwa kulingana na uzito wa kesi zake pia, lakini uzito wa majudges wenyewe najua wana mchango mkubwa sana kwenye hizi kesi. Okay, bwana, huyo ni Morash kijukuu. Bwana, unajua kuna wakati mwingine wewe amenajiulizaga sana. Hii kesi ingekuwa ndio ile, yani una title, yani sio maarufu, ujulikane, una kibunda ujulikane, watu wana time kukusikiliza. Hawezi kusikiliza. Unajua Diddy ni mtu ambaye kwenye issue ya financial hivi huwezi kumzungumzia kiudogo. Mnyamwezi ana deserve kabisa. Deserve kabisa na vitu ambavyo alikuwa anamiliki, watu pia ambao walikuwa wanasimamia. Kuna watu pia yani hata kama atatoka alafu hata deal tena na maswala, kuna legacy fulani atakuwa ameiacha kwa wengine ambao walikuwa wanawasupport. Kwa hiyo mali pia zinazungumza. Inakuja kutuonyesha kwamba tusake sana hela. Futa sana pesa. Hakuna kesi ambayo inadumu mzee wangu. Okay, finally tufanye conclusion sasa. Hii hukumu ambayo P Diddy amehukumiwa kwako wewe ipo sawa? Right. Ipo sawa kabisa kwa uzani wa vitu kesi ambazo zilikuwa behind. Iko sawa. Iko sawa. Right, hii ni Ruke. Nataka ongezewe. Mimi jamaiza. Mimi yani demara. Unajua nafikiria sana kina Justin Bieber. Mashahidi wale. Angaliaje? Okay, sawa. Bana, hii ni recap ya Film Online. By the way, another side yuko mwanangu Morash, microphone number 2. Microphone number 1 Dimsati. Lakini pia shout ziende kwa kameramani Gamba Gatuso. Mtotali fulani ukimwona sura yake unaweza kusema huyu leo kuna waka moto. Yeye ndio anahakikisha mimi na Morash hapa kwenye recap ya Film Online tunapiga story kama hivi. Tulikuwa tunaongelea hukumu ama tulikuwa tunairudia kurejea hukumu ambayo amehukumiwa P Diddy, ya ambayo tunafahamu kwamba tarehe 3 ilikuwa hitimisho lake. Unaona bwana, na tayari kesi ishafanyika na mchizi miezi 50 ban. Kwa mchizi atatumikia miezi 50, ni kama miaka 4 baada hapo ataendelea na shughuli zake ambazo alizokuwa anazifanya. Okay, lakini pia sasa tunapewa nguvu ya kutosha na Femifu Barbershop. Bana, kama ni kijana ambaye unataka muonekano mzuri basi wa nywele, lakini kama wewe pia ni piskali ambaye unazingatia muonekano wa sura, nywele na kila kitu, basi kuna sehemu muhimu mbili ambazo mimi nakusii uende. Watoto wa kiume tembelea pale Femifu Barbershop Mazimbo Road, all the way from Moro Town, City Zote Ocean. Fika pale Mazimbo Road afu dizia Femifu Barbershop iko wapi? Fika pale, piga casual kali, piga kokoto kali, zingatia engo, lakini pia wanatoa huduma ya scrub, yani masuala mazima ya kutoana magamba ya utuzima, unarudi utotoni of course. Lakini pia kwa watoto wa kike pale New Warembo, pale Mazimbo Road opposite na Barbershop Salon. Fika pale, ulizia New Warembo iko wapi? Fika pale,
wanapiga makeup ya kwenda kitaulo ambacho cha bei nafuu kimenyooka, lakini pia wanapiga ile mitindo ya nywele zote. Wenyewe kwambia sasa hivi habari ya mjini ni mkia wa farasi. Fika pale, piga zote hizo. Huduma ya rangi ya kucha zote zinapatikana pale. Mengi ukifika pale ukiulizia yatapatikana. Si ndio tuna sign out? Paka pale baadaye. Bye bye.